Hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kueleza yale ambayo yanajiri nchini Tanzania jioni ya leo, baada ya madai makali dhidi ya Samia Suluhu na utawala wake wa CCM wa kuuza dhahabu ya taifa na kuweza kutumia fedha za dhahabu ya taifa kinyume cha sheria na kuzituma fedha hizo kwa akaunti binafsi zisizojulikana. Sasa Samia Suluhu na Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba watoa majibu. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kuonyesha na kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Waziri Mkuu wa Tanzania ametoa majibu madhubuti kufuatia kuongezeka mijadala ya hadhara na madai ya kisiasa yanayodai kuwa serikali inanufaika kinyemela kutokana na mauzo haramu ya dhahabu. Madai hayo ambayo yamesambaa sana kwenye mitandao ya kijamii na majukwaa ya kisiasa yalipendekeza kuwa mapato kutoka kwa mauzo ya dhahabu ya kitaifa au fedha kutoka kwa dhahabu ya taifa yalikuwa yakitumiwa vibaya. Hata hivyo, serikali imekanusha vikali tuhuma hizo na kusisitiza kuwa rasilimali zote za madini zinasimamiwa kwa mifumo halali na ya uwazi. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba alizungumzia suala hilo wakati wa kikao cha bunge kilichohudhuriwa na wabunge kutoka nchi nzima. Aliyataja madai hayo ya dhahabu kuuzwa na fedha kutumiwa kinyume cha sheria kuwa ya kupotosha na yenye madhara kwa umoja wa kitaifa. Alisisitiza kuwa madai hayo yanazua hofu isiyo ya lazima miongoni mwa wananchi na kuyakataa kabisa. Katika hotuba yake, waziri mkuu alieleza kuwa hakuna raia wa Tanzania anayemiliki fedha zinazotokana na mauzo ya dhahabu ya taifa moja kwa moja. Alifafanua kuwa hakuna mpango wa serikali unaosambaza mapato ya madini moja kwa moja kwa watu binafsi. Kulingana na yeye, mapato yote yanayotokana na dhahabu huwekwa kwenye akaunti rasmi za serikali na kusimamiwa chini ya mifumo madhubuti ya kisheria, na ripoti ya kwamba fedha za dhahabu ya taifa zinatumika vibaya ni za uongo. Aliongeza kuwa fedha hizo hutengwa kupitia bajeti ya taifa na hutumika kwa vipaumbele vya maendeleo. Serikali, alisema, inafanya kazi ndani ya mifumo imara ya kifedha na kitaasisi. Pendekezo lolote la akaunti za siri au uhamishaji haramu lilielezewa kuwa si kweli kabisa. Waziri Mkuu pia alibainisha kuwa sekta ya dhahabu ya Tanzania inadhibitiwa na mashirika kadhaa ya uangalizi yenye jukumu la kutoa leseni, ufuatiliaji wa mauzo ya nje, kodi ya ukusanyaji wa mapato. Taasisi hizi zinashirikiana kuhakikisha uwazi na uwajibikaji katika biashara ya madini. Alisema ukaguzi wa mara kwa mara unafanyika kufuatilia mapato yote yanayotokana na shughuli za uchimbaji madini. Kamati za bunge pia hupitia ripoti za madini ili kuhakikisha uzingatiaji wa sheria. Waziri Mkuu alisema kuwa serikali inakaribisha uchunguzi lakini inakataa taarifa potofu. Alionya kuwa madai ya uongo yanadhoofisha imani ya umma. Alisisitiza kuwa taarifa potofu kuhusu rasilimali za taifa zinaweza kuleta madhara makubwa kiuchumi. Wawekezaji, alisema, wanategemea taarifa sahihi ili kutathmini utulivu wa nchi. Kueneza madai ambayo hayajathibitishwa, kulingana naye, kunaweza kuharibu sifa ya Tanzania kimataifa na kukatisha tamaa wawekezaji. Aliwataka viongozi wa kisiasa na upinzani na wanaharakati kuwajibika wanapojadili masuala nyeti ya kiuchumi ya taifa. Aliwakumbusha kuwa uhuru wa kujieleza lazima usemwe kwa kuwajibika. Kulingana na yeye, madai ya kizembe yanadhoofisha taasisi za kitaifa. Waziri Mkuu alisema kuwa serikali bado ina dhamira ya dhati ya kuimarisha utawala bora katika sekta ya madini. Alieleza kuwa yameanzishwa mageuzi ili kuongeza ushirikishwaji wa ndani, kuboresha ukusanyaji wa mapato na pia kuzuia uchimbaji haramu wa madini. Vilevile alibainisha kuwa teknolojia mpya zimetekelezwa kufuatia uzalishaji na mauzo ya madini nje ya nchi. Ufuatiliaji wa mipaka pia umeimarishwa ili kuzuia magendo na kuzuia hali yoyote ile haramu. Alisema juhudi hizo zinadhihirisha umakini wa utawala katika kusimamia rasilimali za taifa na hakuna dhahabu yoyote ya taifa ama fedha za dhahabu ya taifa zinazoliwa. Alisisitiza kuwa serikali haina cha kuficha. Aidha, alisisitiza kuwa mapato yote ya madini yanachangia maendeleo ya taifa la Tanzania kupitia miundombinu, huduma za afya, elimu na programu za kijamii. Kulingana naye, mapato ya dhahabu yanasaidia miradi mikubwa ya umma kote nchini. Alieleza kuwa fedha hizo zinasaidia kufadhili barabara, hospitali, mifumo ya maji na upanuzi wa umeme. Alisema faida za rasilimali hizo zinagawanywa kupitia huduma za umma. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba alisema matokeo ya maendeleo yanayoonekana kote Tanzania yanatokana na fedha hizo. Aliwataka wananchi kuhukumu serikali kwa kupima maendeleo badala ya uvumi au kusikiliza wanaharakati na upinzani. Waziri Mkuu pia alionya dhidi ya kuingiza siasa katika masuala ya kiuchumi nchini kwa maslahi binafsi au ya kivyama. Alisema kutumia mada nyeti kuchochea hasira za umma ni kutowajibika. Alisisitiza kwamba ukosoaji wa kujenga lazima uzingatie ukweli uliothibitishwa.
aliwataka viongozi wa upinzani na wachambuzi wa kijamii kutegemea data rasmi. Alisema mazungumzo ya wazi yanakaribishwa yanapojikita katika ukweli. Hata hivyo, aliongeza kuwa umoja ni muhimu kwa ukuaji wa taifa, na utawala wa Samia Suluhu sasa umepinga kabisa ripoti hizo za kuuzwa kwa dhahabu ya taifa na fedha hizo kutumika vibaya. Alikiri kwamba wananchi wanastahili ufafanuzi kuhusu jinsi rasilimali zinavyosimamiwa nchini. Aliwahakikishia wananchi kuwa serikali iko tayari kutoa taarifa zilizothibitishwa kupitia njia halali. Aliwahimiza Watanzania kutafuta taarifa rasmi kutoka Wizara ya Madini na Hazina na si kusikiliza wanaharakati. Alisema uwazi unasalia kwa kipaumbele cha utawala wa sasa. Pia alikaribisha usimamizi kutoka kwa bunge na mashirika ya kiraia. Alisisitiza kuwa uwajibikaji huimarisha demokrasia. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba alieleza kuwa sheria za madini za Tanzania zinawiana na viwango vya kimataifa. Alisema taratibu za usafirishaji wa bidhaa nje ya nchi zinafuatiliwa ili kuhakikisha zinafuatwa. Hata hivyo, kampuni zote zinatakiwa kutangaza kiasi cha uzalishaji na kulipa mirahaba. Alibainisha kuwa ukiukwaji ni kuadhibiwa chini ya sheria. Alisema mashirika ya serikali yanashirikiana na vyombo vya sheria kukomesha biashara haramu. Alisisitiza kuwa rushwa haivumiliwi. Pia alizungumzia madai yanayozunguka kuhusu akaunti za kigeni zinazodaiwa kumiliki mapato ya dhahabu. Aliyataja madai hayo kuwa hayana msingi na yenye madhara. Alisema hakuna ushahidi uliotolewa kuunga mkono tuhuma hizo. Alisisitiza kuwa mifumo ya fedha ya Tanzania iko chini ya uangalizi wa kitaifa na kimataifa. Alisema fedha za umma hufuatiliwa kupitia Benki Kuu na mifumo ya hazina. Alisisitiza kuwa mapato yote yanafuata njia za kisheria. Aliwahimiza wananchi kutegemea vyanzo vya kuaminika nchini. Alionya kuwa habari potofu yoyote inayoenea zinaweza kusababisha hofu isiyo lazima na kusambaza propaganda. Alisema umoja wa kitaifa lazima ulindwe. Alitoa wito kwa mawasiliano ya kuwajibika. Alisisitiza kuwa serikali imejikita katika kukuza uchumi na utulivu kwa kipinga ripoti hizo. Alisema uongozi unatekeleza mageuzi ili kuongeza mapato ya ndani. Alibainisha kuwa sekta madini bado ni mchangiaji mkuu wa uchumi. Alisema sera za siku zijazo zitaimarisha zaidi uwazi. Alisisitiza dhamira ya serikali ya uadilifu. Alisema imani kati ya wananchi na taasisi ni muhimu. Alimalizia kwa kutoa wito wa majadiliano ya utulivu na mantiki. Alisema tuhuma zinapaswa kuchunguzwa kupitia njia sahihi za kisheria. Aliwahimiza wale walio na ushahidi kuwasilisha kwa mamlaka. Alisema serikali itajibu hoja zozote halali. Alikariri kuwa hakuna mwananchi anayemiliki mapato ya dhahabu. Alisema rasilimali za Tanzania ni mali ya taifa kwa ujumla, huku akipinga kabisa ripoti hizo. Maoni ya wananchi sasa yameendelea kuwa tofauti, huku baadhi ya wananchi wakikubali maelezo hayo kutoka kwa Mwigulu Nchemba, huku wengine wakitaka ufafanuzi zaidi kutoka kwa rais. Wachambuzi wanasema swala hilo linaonyesha wasiwasi mpana zaidi kuhusu usimamizi wa rasilimali kote barani Afrika, hasa dhahabu. Wanabainisha kuwa uwazi unasalia kwa muhimu katika kujenga imani ya umma. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimejaliwa kukuandalia katika taarifa ama ripoti ya video hii, na kuacha uwanja huu wa comment nijuze maoni au mtazamo wako kuhusiana na swala hili la dhahabu ya taifa na fedha kufujwa, na kuacha uwanja huu wa comment section. Vile like video hii kisha subscribe na ubonyeza alama kengele, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.